kimeumana nchini Tanzania baada ya Jakaya Mrisho Kikwete kumgeuka Samia Suluhu na kuchukua hatamu ya uongozi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tuhuma nzito zinazidi kushika kasi kwamba Tanzania inaendeshwa kinyume na katiba na mamlaka halisi hayapo tena mikononi mwa aliyechaguliwa na wananchi. Kauli kali zilizosambaa mitandaoni zimeweka wazi hofu iliyokuwa ikinong'ona kwa muda mrefu kwamba Jakaya Mrisho Kikwete anaongoza nchi kupitia kivuli cha ziara na uzinduzi wa majengo, huku taratibu za kikatiba zikisukumwa pembeni. Hii si hoja ya hasira tupu, ni mwangwi wa wasiwasi unaogusa msingi wa dola, uhalali wa mamlaka, uwajibikaji wa madaraka na hatima ya utawala wa sheria. Madai yanayosema kuwa Kikwete yuko juu ya katiba yamechochewa na mfululizo wa matukio yanayojirudia, uwepo wake unaoonekana katika shughuli za dola, taswira ya kuzunguka nchi nzima na hisia kwamba maamuzi mazito yanapitishwa bila sauti ya wazi ya urais wa sasa. Katika mazingira ya demokrasia, viongozi wastaafu wanabaki kuwa wazee wa taifa, na katika mazingira ya udhaifu wa taasisi wanageuka kuwa mihimili ya maamuzi yasiyoonekana. Ndipo mstari kati ya ushauri na uongozi halisi unapofutika. Hoja inapata uzito zaidi inapowekwa sambamba na hali ya vyombo vya ulinzi na swali linaloulizwa hadharani kuhusu uwepo wa msimamo wa jeshi la wananchi la Tanzania si la kubeza taasisi, bali ni la kuhoji mnyororo wa amri. Katiba inaweka wazi uongozi wa juu wa vyombo vya ulinzi, na uwazi wa mnyororo huo ni nguzo ya uthabiti wa dola. Pale ambapo raia wanahisi kuna mamlaka mbadala yanayoelekeza mwenendo wa nchi, basi imani kwa taasisi uporomoka. Tuhuma hizi hazijamaliziwa ama hazijazaliwa leo, zinakumbusha kumbukumbu za kipindi cha utawala wa John Pombe Magufuli, ambapo kulikuwa na madai ya mipango isiyoeleweka, hofu ya maamuzi ya ghafla na maswali kuhusu fedha zilizohamishwa kutoka benki bila uwajibikaji wa wazi. Na katika simulizi hilo, jina la aliyekuwa mkuu wa majeshi Venance Mabeyo limetajwa kama kiongozi aliyesimama mapema kukataa mambo yalionekana kuyumbisha misingi ya dola, ukweli kwamba hatua hazikuchukuliwa kwa waliohusika na uhamiaji ama uhamishaji wa fedha uliwahi kuacha dola la kudumu katika dhana ya uwajibikaji wa kifedha wa serikali. Na leo hasira za umma zinaelekezwa kwa kile kinachoelezwa kama kamba ya madaraka, taswira ya rais aliyeko lakini aliyefungwa na mitandao ya nguvu, huku nchi ikizungushwa na usinduzi wa ziara ili kuunda picha ya kawaida. Taswira hii, hata kama ni dhana ya kisiasa, ina madhara makubwa inapozagaa, inabomoa imani ya wananchi kwa uongozi wa kikatiba na kuhalalisha wazo kwamba maamuzi makubwa hayafanywi kwenye ofisi zilizoainishwa na katiba. Kihistoria, Tanzania imejenga dola yenye chama tawala chenye mizizi mirefu ndani ya serikali na jamii. Mchanganyiko huu wa chama na dola umeunda mazingira ambapo mitandao ya ndani ya nguvu inaweza kustawi bila kuonekana hadharani. Na tangu zama za chama kimoja hadi mfumo wa vyama vingi, mifumo isiyoandikwa imeendelea kuathiri uteuzi, rasilimali na mwelekeo wa sera. Tatizo si uwepo wa ushawishi wa kisiasa, bali kukosekana kwa uwazi na mipaka ya kikatiba inayolinda mamlaka ya wananchi. Na katika miaka ya karibuni, Tanzania imekabiliwa na lawama za kikanda na kimataifa kuhusu haki za binadamu, uhuru wa kiraia na matumizi ya nguvu za dola. Na muktadha huu unafanya madai ya uongozi wa kivuli yaonekane kama yana mantiki kwa wengi. Pale ambapo maandamano yanazimwa kwa nguvu, wanaharakati wanakamatwa na mawasiliano ya serikali yanakuwa na upande mmoja, raia huanza kutafuta majibu nje ya simulizi rasmi. Ndipo sauti za mitandaoni, hata zikiwa kali, zinapochukua nafasi ya mjadala wa kitaasisi. Hoja inayosema haya mambo yadhibitiwe sasa ni wito wa fujo, si wito wa fujo, bali ni kilio cha kurejeshwa kwa utawala wa sheria. Udhibiti unaotakiwa hapa ni wa kikatiba, kurejesha uwazi wa nani anatoa amri, nani anawajibika na nani anaongoza kwa mujibu wa ridhaa ya wananchi.
na bila hatua hiyo taifa linaingia kwenye hatari ya kuzoea hali ya kawaida ya sintofahamu, ambapo uvumi unakuwa chanzo cha taifa na hofu inachukua nafasi ya imani. Katika mazingira ya kiuchumi yanayobana na changamoto za kikanda, dola isiyo na uwazi hulipa gharama kubwa. Wawekezaji hutazama udhabiti wa kisiasa na kisheria, raia hutazama haki na usalama. Washirika wa kimataifa hutazama uwajibikaji wa taasisi, na kila shaka inayoruhusiwa kukua bila majibu huongeza gharama ya siasa na kijamii. Ndani ya nchi mgawanyiko huongezeka, na nje ya nchi sifa ya taifa hudhoofika. Ukweli mgumu ni kwamba demokrasia haishi kwa chaguzi pekee, bali kwa utendaji wa kila siku wa katiba. Viongozi wastaafu wanapopewa nafasi sio na mipaka katika uwanja wa dola, bila uwazi wa wajibu na mamlaka, demokrasia hugeuka kuwa pazia. Wananchi wanapoona majengo yanayozinduliwa na ziara zinafanyika bila kujibiwa kwa maswali ya msingi ya uwajibikaji, basi wanahisi kudharauliwa. Hisia hizo zikiachwa bila majibu badilika kuwa hasira ya muda mrefu. Na Tanzania ipo katika njia panda hatari. Kuendelea kuvumilia hali ya kutojulikana kwa mamlaka halisi ni kukubali kudhoofika kwa katiba taratibu. Ukimya wa kuhoji, hofu ya kukosoa na kuachia mitandao isionekane ichukue nafasi ya taasisi ni mtego unaotishia mustakabali wa taifa. Kizazi kijacho kitahukumu si maneno ya leo, bali vitendo au kutotenda kwa sasa. Na ukimya unapoendelea, basi kwa mamlaka gani na kwa niaba ya nani? Bila hilo, hatari iliyo mbele si kelele za mitandaoni, bali kupotea kwa imani ya taifa katika misingi yake yenyewe. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, ambayo ni channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa jumla na kwa kina zaidi. Zidi kutufuata kwa taarifa kama hizo, haswa kama sasa jinsi Jakaya Mrisho Kikwete anaongoza nchi ya Tanzania kutoka nyuma ya pazia, huku wananchi wengi wakilalamika mitandaoni. Subscribe, like na kushare video zetu bila shaka, na vilevile kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi zinapochipuka, na kwa kugonga alama ya kengele ili uweze kupokea notifications kila wakati tunapoweka video mpya. Na vilevile kumbuka waweza kuwa mmoja wa wanajamii wa chaneli hii kwa kuandika ujumbe wako ama kutoa maoni yako hapo chini kwenye kisanduku kuhusiana na fikra zako ama imani yako kuhusiana na Jakaya Mrisho Kikwete kuongoza nchi ya Tanzania nyuma ya pazia baada ya muda wake kupita ama baada ya kustaafu kutoka uongozi. Na je, Samia Suluhu mbona zungumzi lolote kuhusiana na hilo? Wala mbona JWTZ hawajazungumza? Manake wanastahili kuwa watetezi wa haki za binadamu.